Namtukuza Kristo ambaye ndiye mchungaji mwema. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba Kristo Yesu ni mchungaji mwema, na sehemu nyingine kwenye maandiko anasema kwamba anapoongea na wachungaji waliowekewa makundi ya kondoo mikononi mwao kwamba wayachunje, kwa kumaanisha wakijua kwamba Roho Mtakatifu ameyaweka ndani mikononi mwao, anasema kwamba na mchungaji mkuu wa kondoo atakapotokeza tutapokea thawabu. Haleluya. Kwa hiyo yuko mchungaji mkuu wa kondoo ni Yesu Kristo. Haleluya. Na kwa kuwa Roho wa Kristo yuko katikati yetu na yuko ndani yetu, maana yake yeye mwenyewe ndiye mchungaji mkuu wa kondoo. Haleluya. Tunapokuwa hapa kwa jinsi ya mwili mtamwona mchungaji amesimama hapa, lakini kwa jinsi ya roho ni Roho Mtakatifu yuko ndani yake, analichunga kanisa lililo mali yake, amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Karibu sana wewe ambaye ulisikia sauti ya Roho Mtakatifu wakati anakuleta hapa. Nikuhakikishie sio kwa hasara. Nikuhakikishie umekuja hapa kwa mkono wa Roho Mtakatifu. Hilo ni vyema watumishi wa Mungu, kile ambacho tunajua Mungu anafanya tukalihakikishia kanisa, kwa sababu wakati mwingine tusipowaambia, ni wajibu wetu. Mungu akileta kitu kutokea juu, ni wajibu wetu kama watumishi wa Mungu tunaosimama madhabahuni tuliambie kanisa ni kitu gani, mbingu zinasemaje. Haleluya. Kwa sababu tunapoliambia kanisa, watu wanapata sasa namna ya kwenda, yani wanakuwa na mashiko, hawaendi kwa kubahatisha, wanaenda kwa kuwa na uhakika. Na hili na kueleza ni kutoka mbinguni kwamba kila aliyefika hapa Roho Mtakatifu alihusika kufika kwako hapa. Hebu maadhimishe Roho Mtakatifu kama unao. Upinzani ulikuwa mwingi sana, lakini Roho Mtakatifu akisimama, yeye ndiyo mchungaji wa kanisa. Roho Mtakatifu ndiyo mchungaji wa kanisa. Sijui naongea na watu wananisikia hapa. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ndiye mchungaji wa kanisa hili hapa. Kwa lugha nyingine, unachungwa na Roho Mtakatifu. Uchungwi na mchungaji Rodrick. Mchungaji Rodrick ni chombo ambacho Roho Mtakatifu amekivaa akuchunge wewe. Kwa hiyo mambo ni mazuri, kwa sababu Roho Mtakatifu angekuja akae peke yake hapa wala msingemuona. Si kweli? Yes, Roho, lakini amekaa kwenye chombo mnachokiona. Kwa hiyo muwe na amani, anawachunga na hakuna kitakachopelea. Ndio maana asubuhi amesema kwamba nataka kuponya watu wenye shida kwenye kifua. Ni kwa sababu anajishughulisha na kondoo. Haleluya. Anajishughulisha na kondoo. Anasema na itakuwa kabla hujaomba nimekwisha kujibu. Haleluya. Na mkiwa katika kuomba ninasikia. Yaani ni mambo mazuri sana. Ni mambo mazuri sana. Kwa hiyo uwe na amani, na kama Roho Mtakatifu amehusika kuja hapa, uwe na uhakika kila atakachoongea kwa ajili yako kina mashiko na ni ratiba yake kwako kwenye hicho anachoenda kuongea na wewe. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Wangapi wako tayari kumsikiza Roho Mtakatifu asubuhi njema leo? Basi tutaendelea na neno la Mungu sasa, kwa sababu Mungu amenipa neema. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anajua anachokifanya, hata muda upo wa kutosha. Haleluya. Tutaendelea na kile ambacho Mungu alikuwa anahudumia kanisa Jumapili iliyopita, halafu kilipelea njiani kwa sababu ya muda, lakini nikana tafakari kuna ujumbe mpya wa kwanza leo au vipi, na katika kuendelea kutafakari likawa wazi kwamba Bwana anataka ule ujumbe umaliziwe. Haleluya. Ili ukiwe kitu kamili. Na tulianza na ujumbe ambapo kule siendi tena, lakini tulikuwa na ujumbe unaosema kwamba kuchochea nguvu ya madhabahu yako ili uweze kutawala na kuishi katika ushindi ambao Mungu alikupa. Hayo nimeeleza kwa urefu, lakini kwa kifupi ni kuchochea nguvu ya madhabahu yako ili uweze kutawala. Haleluya. Ndio somo tulilolianza. Na nilisema madhabahu lilizoeleka sana kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya hulisikii sana,
lakini linatajwa, lakini ulisikii sana, ni kwa sababu kuna lugha zingine zinazotumika badala ya hilo neno madhabahu. Lakini nikaona ni vyema tutumie hilo neno ambalo limezoeleka na lenye kufanya hiyo kitu lugha picha ya hicho kitu kinachohitajika kikaeleweka zaidi. Haleluya. Kwa hiyo tukasema kwamba madhabahu, kwa nini madhabahu? Tuliona kabisa kwamba madhabahu ni kama daraja, ni kama lango ambalo Mungu ameruhusu kwamba kwa njia ya madhabahu hiyo, kwa patano litakalo kuwepo kwenye madhabahu hiyo, ufalme wa Mungu au ulimwengu wa roho uweze kuingia katika ulimwengu wa mwili na kufanya kazi na wanadamu kusimamisha makusudi ya Mungu. Na Mungu alipoweka jambo hilo, alikusudia yeye mwenyewe apitie kwenye madhabahu na wale watu wake waliofanya madhabahu hiyo. Kwa sababu ili ufanye madhabahu utakubaliana na Mungu mambo fulani. Ukishafanya kama Mungu alivyotaka ufanye, madhabahu ile inakuwa ni lango la Mungu kupitisha vitu vyake. Yeye na Roho wake Mtakatifu na malaika na nini watapita pale, watafanya kazi na yule aliyehusika na ile madhabahu ili kutimiza makusudi yake katika ulimwengu huu. Haleluya. Lakini kama tunavyojua, yule muovu ni muovu siku zote na mpinzani wa Mungu siku zote, naye akaiga hicho. Kwa hiyo anatumia wanadamu ambao sio hawamchi Mungu, wakafanya naye mikataba nao wakapata lango kwa sababu Mungu alimpa mwanadamu kwamba anaweza kupata tengeneza lango la mbinguni kwa njia hiyo, na wakatengeneza lango la mbinguni, lakini kusani hawatengenezi katika Mungu, wakatengeneza kwa ajili ya ulimwengu wa roho wa giza kuweza kuingia katika ulimwengu wa wanadamu na kuanza kufanya kazi. Kanisa, tuko pamoja Ni vyema kuelewa mambo haya. Hatuingii upande wa giza, hatutaongea huko, sio kwetu. Lakini tunaelewa, ndio maana unakuta madhabahu za giza zinasumbua watu, wachawi, waganga. Ndio maana unakuta watu wanaenda mpaka kwenye waganga, wakatoa huko dhabihu fulani, wakaja wakaweka kwenye biashara zao, kwenye maofisi yao, kwenye nini. Na kwa kweli wakishafanya hivyo, kama ukienda pale hauna madhabahu yenye nguvu zaidi ya upande wa nuru, hautawadhibiti. Yaani ukifika pale utakwama tu. Kwa sababu ni hawatumii nguvu za kibinadamu, watatumia nguvu za nje ya wanadamu, nguvu za kimalaika. Kwa hiyo sasa lazima watakuwa na nguvu zaidi kwa mwanadamu wa kawaida. Lakini mwanadamu wa kawaida ambaye ameokoka na mjua Mungu, akatembea na madhabahu ya Mungu, basi madhabahu ya Mungu siku zote inatawala juu ya madhabahu zote. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Kwa hiyo usihangaike kama ukiona kuna watu wamesimamisha madhabahu za giza kwenye eneo lako la kazi, kwenye biashara yako, zinakusumbua, unataka utoboe, hutoboi, unataka ukianzisha biashara ina crash na kufa, ukifanya hivi mambo hayaendi. Watu wanakuambia, hujawahi kwenda kwa mganga? Sijaenda. Kalabaho. Yaani hapo utoboi kabisa. Usiwasikilize ukasema jamani ni wapi huko? Wewe kama umeokoka, shetani alikopi kwa Mungu. Haleluya. Shetani alikopi kwenye ufalme wa Mungu. Wewe una vile original. Haleluya. Simama na madhabahu ya nuru, madhabahu ya Kristo ambayo ina nguvu kuliko madhabahu zote. Kwa nini? Tunalo jina lilo juu ya kila jina, nalo ni jina la Yesu. Tunayo mamlaka iliyo juu ya kila mamlaka, na ni mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tukatoka hapo tukaanza kujifunza namna ya kutembea na madhabahu zetu kama wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukaja na hilo neno kwamba kuchochea nguvu za madhabahu yako. Kwa nini? Kwenye Efeso 3:20 pale kuna mstari mmoja mzuri sana, lakini una mambo mengi ya ndani. Unasema kwamba anafanya mambo ya ajabu mno, ni Mungu huyo, kuliko yote tuombayo au tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu zinazotenda kazi wapi? Ndani yetu. Hakusema kwa kadiri ya nguvu zinazotenda kazi mbinguni, kwa sababu hizo ni kubwa sana. Hakusema kwa kadiri ya nguvu zinazotenda kazi ndani ya Kristo, kwa sababu hizo ni nyingi sana. Hakusema kwa kadiri ya nguvu zinazotenda kazi ndani ya Roho Mtakatifu, kwa sababu tunajua ni Mungu. Alisema kwa kadiri ya nguvu zinazotenda kazi wapi? Ndani yetu. Kwa hiyo kama nguvu inayotenda kazi ndani yako ni kidunchu, uwe na uhakika utakachojibiwa ni
uwazavyo au uombavyo ni kwa kadiri ya nguvu ya kidunchu inafanya kazi wapi? Ndani yako. Kwa hiyo usije ukasema jamani nimeokoka, na hapo ndio maswali yanapokuja. Jamani nimeokoka, nimejazwa Roho Mtakatifu, kanisani pia huwa naenda na mambo, lakini sasa mambo yangu hayaendi. Wanatoka watu kwa waganga huko wananidhibiti, najikunja hivi ni sinyanyuki. Alafu nafanyaje jamani? Lakini mimi nimeokoka kabisa. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuyajua nini? Maarifa ya neno la Mungu, maarifa ya kimungu. Na hapa Roho Mtakatifu anataka kukupa maarifa ili utawale. Haleluya. Anasema kwamba yende atupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Na utajiri uko wapi? Unatoka mbinguni, lakini hapa duniani tunaopata wapi? Si hapa. Wale wanaenda kule wanapata dhahabu. Wewe ukipata hizo nguvu za Mungu unapata utajiri hapa hapa, lakini unakuwa ni utajiri unatokea wapi? Kwa Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni muhimu sana tujue namna ya kuchochea nguvu za madhabahu yako. Na tulisema kama utembea na neno la Mungu kama ambavyo anatufundisha, ukachochea nguvu za madhabahu yako zikawa na za nguvu za kutosha. Tumesema zile nguvu za madhabahu zina, kwa wale waliojifunza mambo ya sumaku, primary tulifundishwa mambo ya sumaku na hata sekondari nafikiri, lakini hata kama ukijifunza usijali. Jua tu kwamba sumaku nguvu zake huwa zinaenea hivi kwa mstari kuizunguka ile sumaku. Kama sumaku imesimama hapa, nguvu zake zinaanza kuizunguka hivi, zunguka hivi kama mistari fulani. Na kadiri sumaku inavyokuwa na nguvu, ile mistari nayo inaenea kwenda mbali zaidi. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Na tukasema kwamba mfano, unajua mifano mingine inatumika kimwili ili tuelewe mambo ya kiroho. Kwa hiyo nguvu za Mungu za mtu ambaye madhabahu yake ina nguvu, ile nguvu ya kimungu inamzunguka yule mtu namna hii. Inamzunguka kwa mfano huo wa sumaku. Inazunguka. Sasa kadiri inavyokuwa na nguvu kubwa ndivyo inavyozunguka mbali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikiwa ni kidogo itakuzungukia tu hapa, itakutosha tu wewe na kuburudika na wokovu wako ndani ya Kristo. Lakini kusimamisha mambo ya kimungu hapa duniani, kusimamisha makusudi ya Mungu, kusimamisha mambo mazuri ambayo Kristo alisha kununulia kwa damu yake, sahau. Kwa sababu ukitaka kusimamisha, atakuja adui na upinzani wake atayavunja. Atakuja adui atakukandamiza. Umepata ajira ili umefanya interview, wanasema kwa kweli huyu lazima tumchague, tumeona amejibu vizuri. Ili wanajiandaa kuandika barua, kunatokea jambo limetokea, wanageuza ile faili, wanaandika barua kwa mtu mwingine. Yaani unakuta mambo hayaendi kabisa. Imefika wakati wa promotion, wanasema kwa kweli miaka 2 sasa tunapromote, wakati wake apate promotion. Ile faili limeenda kwamba manager amesha sign akapromotiwe, kule likageuza, ukashangaa promotion anapewa mwingine. Yaani uelewi vitu vinavyoendelea. Kumbe ukifika pale, kwa sababu umefika pale na nguvu zako zinakuzunguka umezipeleka karibu, zinawa influence, wanasema kweli bwana ilikuwaje tukakusahau. Ukiondoka mambo yanabadilika. Nyumbani kwako kadiri zinavyokuwa kubwa, unakuta zinaanza kuenea kwenye vyumba vya jirani. Kama umepanga, vinaanza kugusa wapangaji wengine. Kama ni mtaa, zinaanza kuenea kwenye mtaa, zinaanza kuendea kwenye anga, zinaanza kuendea. Ndio Mungu alikusudia iwe hivyo. Na zikafika hapo, huwezi kutiishwa na giza. Haleluya. Ilikuwa ni utangulizi. Sasa tuliona mambo matatu ambayo ni ya muhimu sana ili uweze kuchochea nguvu za madhabahu zako. Sitayarudia, nitayagusa tu yale mawili, lakini sitayarudia kwa sababu nataka kumalizia ile la tatu. La kwanza tuliona ni ukubwa na ubora wa nini? Wa sadaka yako juu ya hiyo madhabahu yako. Kwa sababu kwanza labda nirudi hatua moja nyuma. Kwanza tuliona madhabahu yako ni Kristo ndani yako. Haleluya. Ili watu wasije kusema hiyo madhabahu nini? Kristo akishaingia ndani yako baada ya wokovu, anafanyika yeye madhabahu yako, kwa sababu Kristo ndio lango la mbinguni. Haleluya. Kristo ndio madhabahu. Kwa hiyo akiingia ndani yako anakuwa madhabahu yako wewe binafsi, sasa uanze kuichochea. Kwa hiyo tukasema hiyo madhabahu yako sasa inahitaji vitu imeshaingia. Inahitaji iwe na sadaka
kubwa na yenye ubora ndio itakayoamua ukubwa wa nguvu ya madhabahu yako. Na tuliona kwamba sadaka hiyo ni maisha yako. Ni maisha yako. Kulipa gharama ya maisha yako kwa ajili ya Bwana. Kulipa gharama ya maisha yako kwa ajili ya vitu vya nuru. Kanisa, tuko pamoja? Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Hiyo ndio kanuni ya ufalme wa Mungu. Na kuna wakati Mungu akitupa neema, tutaona ni kwa nini sadaka ni ya muhimu kwenye madhabahu. Leo hii tutaona tutasema tu kwamba sadaka ni ya muhimu na tutaeleza ukubwa wake ni wa muhimu. Lakini kuna wakati Mungu akitupa neema, tutauliza hivi, kwa nini ni sadaka? Kwa nini sio kitu kingine? Kwa nini sadaka? Ni kwa sababu ufalme wa Mungu unafanya kazi kwa sadaka. Lakini kwa nini ufalme wa Mungu unafanya kazi kwa sadaka? Ndio kitu ambacho natamani wakati mwingine Roho Mtakatifu akilifikisha hapo mahali pake, akatupa kibali tulione ni kwa nini sadaka. Kwa nini sio kitu kingine? Lakini kwa leo hebu elewa kwamba sadaka ndio ya muhimu. Sadaka ndio iliyohitajika hata Mungu mwenyewe aupatanishe ulimwengu wote kwake. Alichokihitaji ni sadaka. Hata Mungu aweze kujipatanisha yeye na uumbaji wake wote, sadaka ilihitajika. Kwa sadaka ina siri nyuma yake. Sadaka peke yake sio mwisho, ila kuna kitu nyuma ya sadaka ndicho kinachofanya sadaka lazima iwepo. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa kanuni hiyo ya sadaka ndio inayofanya kazi, kwa sababu ya kanuni kubwa kabisa ambayo nitakuja kuitamka siku moja. Lakini ukubwa wa sadaka, ili Mungu aununue ulimwengu na siwepo atakayekaa afanye chochote kutoa ulimwengu kwake, alilipa sadaka ya damu yake mwenyewe. Haleluya. Sadaka ya nani? Sio ya kondoo, sio ya mwanadamu, sadaka yake mwenyewe. Ye Mungu wa milele, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, akatoa dhabihu ya damu yake mwenyewe kukomboa ulimwengu, kutukomboa sisi, ili asiwepo tena mwingine atakayeweza kutoa gharama kubwa kama hiyo. Hayupo. Kuna gharama itakayotokea kokote kule ikazidi gharama ya damu ya Mungu? Kanisa la Mungu, kuna gharama inaweza kupatikana popote ikazidi gharama ya damu ya Mungu mwenyewe? Kwa sababu hayupo zaidi ya Mungu. Kwa hiyo hayupo zaidi ya kitu ambacho Mungu ametoa. Na tunaposema dhabihu, sadaka ya damu ya Mungu, maana yake ni uzima wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tukaona kwamba dhabihu ya maisha yako, amesema sehemu fulani kwenye Warumi 10:12 mstari ule wa kwanza, anasema nawasihi muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona dhabihu ya maisha yako manake ni pale ambapo unakubali ulipe gharama ya chochote kinachohusiana na maisha yako, chochote kizuri, chochote unachokiona ni kizuri kwa ajili ya maisha yako, ukaamua ukikose, lakini kwa ajili ya cha Mungu kisimame. Haleluya, kanisa la Mungu. Nitoe mifano miwili tena, nitoa mingi juzi. Kwa mfano, leo umefika hapa. Sote tuko hapa jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini wakati unataka kufunga safari kuja hapa, kungeweza kukatokea sababu ikajitokeza, ukapigiwa hata simu, ukaambiwa bwana vikoba pale leo wamesema ambao hawatafika leo watakatwa, kuna pasenti watakatwa. Kwani wanakutana saa ngapi? Wanakutana saa 4 mpaka saa 6. Muda ule ule wa nini? Wa ibada. Simu imekuja ya vikoba na una pesa zako kule kwenye vikoba. Alafu kikoba kikasimama hapa, ibada ya Mungu imesimama hapa. Sasa unafanya maamuzi, upige chini vikoba au upige chini ibada ya Mungu. Wewe ukasema hapana, mimi ninampenda Mungu, siwezi kuacha ibada, afadhali nipate hasara kwenye hicho kikoba. Ukapiga chini kikoba, ukapata hasara, ukasimama na ibada, ukaja hapa. Hiyo inaitwa ni dhabihu. Hebu tumadhimishe Mungu kama tumeanza kuelewa. Haleluya. Kwa hiyo tukasema, kwa sababu hii madhabahu inahudumiwa kwa njia 3. Kwa muda wa maombi,
kwa muda wa ushirika na Mungu na kwa muda wa ushirika na neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hiki kitu kinahitaji muda. Kwa tukasema ukubwa wa sadaka yako ni muda utakao kubali kuutenga kwa ajili ya maombi au tafakuri mbele za Mungu au ushirika na neno la Mungu. Ule muda utakao kubali kuutenga ndio ukubwa wa sadaka. Kanisa, tuko pamoja Ukitenga muda kidunchu na sadaka yako ni kidunchu. Huwezi ukatenga muda wa kuomba dakika 5 hata kama umemaanisha kabisa, alafu dhabihu yako au sadaka yako kwenye hiyo madhabahu yako ikalingana na mtu aliyetenga lisaa lizima na akaomba kwa uzito ule ule. Lazima yule aliyetenga lisaa lizima akaomba kwa uzito ule ule, sadaka yake itakuwa ni kubwa zaidi. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Na tukasema ubora unaamuliwa na kina cha maombi yako. Kama unaomba huku umegawanya moyo, huku unaomba huku simu iko on kwa sababu kuna dili fulani uliambiwa anaanza kapiga saa yote, kwa hiyo huko unaomba lakini simu kija asio naendelea kuomba kwa namna hiyo, umegawanya moyo. Maombi hayo hayana nini? Kina. Haleluya, kanisa la Mungu. Hayana ushirika wa karibu na Mungu. Unapoomba ni lazima hisia zako uziunganishe na hisia za Mungu. Wangapi wanafahamu Mungu ana hisia? Kama ulikuwa hujui leo, Mungu ana hisia. Haleluya. Mungu anacheka, Mungu anaanza kalia. Si ndio Tuliona Bwana Yesu akilia. Mungu anaanza kalia, Mungu anacheka, Mungu anaanza kufurahi, tena Mungu anafurahi sana. Hisia ya Mungu ya furaha huwa inajulikana sana. Lakini Mungu pia anaanza kukasirika, na yenyewe ni hisia. Haleluya. Kwa hiyo unapoomba lazima ukusanye hisia yako ishikamane na hisia ya Mungu, alafu uitirike na maombi. Hapo sasa uko kwenye kina kinachoeleweka. Kama ni bahari, uko kwenye kile kina kinachotakiwa. Haleluya. Sasa utaunganishaje hisia yako na hisia ya Mungu? Wakati kuna simu lazima uisikilize. Wakati kuna watoto wanalia huko sebuleni lazima ukaone, nimeshawaambia muache makelele. Alafu narudi chumbani nasema, wananiuzi sana. Kuna kitu kitaendelea kweli hapo? Unaomba, baadaye makelele kwenye TV, nimewaambia punguzeni hiyo TV. Alafu narudi kuomba. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba utaomba lisaa lizima lakini maombi hayana nini? Kina. Kwa hiyo ubora haupo. Kwa hiyo umeomba muda mrefu lakini kina hakipo, kwa hiyo ubora nao ni mdogo. Tukasema ni hivi vitu viwili lazima viende pamoja. Muda wa kutosha kadiri ya neema, lakini kina. Na tukasema kina, na sijui kama watu wamefanyia kazi, tukakubaliana kuanzia pale, hebu kila mtu aanze kutenga muda. Sitaki kuuliza ni wangapi wameshatenga muda, kwa sababu pengine haitapendeza. Lakini tulikubaliana ukatenge muda wako mwenyewe ambao wewe na Roho Mtakatifu unaona muda huu unanifaa. Alafu huo muda utakase. Kuutakasa maana ni kutenga na kila kitu. Kanisa la Mungu, tuko pamoja Usikubali, yani mojawapo ya mambo ambayo yanaanza yakahujumu nguvu zako na bidii yako katika mambo ya kiroho ni pale ambapo utakuwa unaenda na utaratibu ambao sio. Mungu anasema mambo yote yafanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Mungu anapenda uzuri na utaratibu. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, we binafsi jiwekee we na Mungu wako kwa maana ya Roho Mtakatifu, mkubaliane muda huu ndio wa mimi kukutana na wewe, ndio wa Mungu kutulia mbele zako kwa ushirika huu wa maombi. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Hebu muadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tukasema kwamba usikubali shagala bagala. Leo sijaomba siku nyingi, ukapiga magoti, ukapiga masaa 2 mazima, kutoka pale unasema alafu kapiga siku 2 3 hujaomba, unakuja kukumbuka tena sijaomba. Ngoja leo niombe usiku, ukaomba. Piga siku zingine 2 ngapi? Shagala bagala namna hiyo. Ukija kujumlisha wiki unaanza kukuta umeomba hata masaa 5 ndani ya wiki, lakini matokeo yake ni kidunchu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hauna utaratibu unaoeleweka na mbingu. Mungu anataka kuongea nawe kitu maalum.
anawaambia malaika kwamba yule fulani yule ratiba yake tunaifahamu. Subiri ikifika saa ile uende, utamkuta amepiga magoti, umpe maono haya, umpe ujumbe huu. Mungu ana utaratibu, anagawa majukumu. Anasema yule fulani saa hizi ndio saa zake. Kwa hiyo unyewe subiri. Sasa hivi mkienda mtakuta ana kukurishana na wateja pale dukani, hata kuwasikia. Kienda sasa utakuta pale ofisini na mavikao na nini, hata kusikia. Msubiri tu, saa zake tunazijua. Malaika wanakuwa standby. Kweli ile saa zinafika, wanakuja wanakukuta huko kwenye magoti. Tayari wanaleta ujumbe. Ujumbe unakufikia vizuri na mbingu zinakuwa na uhakika kwamba mambo yetu yataenda vizuri, kwa sababu huyu mtumishi saa fulani tutamkuta, tutampa ujumbe na mambo yatafanyika. Haleluya. Lakini kama huna utaratibu, Mungu anatuma ujumbe, anasema huyu mtu anatakiwa apewe huu ujumbe. Wanakuja, wanakuta ndo unagombana na daladala. Wanakuja wanakuta huko kwenye bajaji yako, unasema vichwa ingieni haraka. Tajiri anataka yaani kila akija nyumbani anakuta ndio unapakua basi hicho chakula. Fanya hivi, makelele mengi. Siku inaisha hajaweza kuleta ujumbe. Siku ya pili hajaweza. Alafu kama lilikuwa jambo la kuharibika, linaweza likaharibika hivi. Wamekosa namna kwa sababu wakati mwingine unakufikishia ujumbe huwezi kuusikia kwa sababu si uko haujatulia. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na muda maalum. Kama hujatenga, na kukumbusha tena kwa jina la Yesu. Kama unataka kweli uishi maisha ya ushindi, maisha ya baraka zile ambazo Kristo alishazinunua kwa damu yake pale msalabani, tenga muda. Haijalishi umeanza kuomba na muda gani. Kama ni lisaa, ni nusu saa, haijalishi, kwa sababu unaanzia pale neema ya Mungu iliko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usipungukie neema ya Mungu. Lakini kama neema ya Mungu inakupa neema ya kuomba lisaa, alafu kaomba karobo saa kusema mradi nimeshatenga muda, utakuwa pia unaipungukia neema ya Mungu kwako. Nenda na kiwango cha neema kilichoko kwako. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Kwa hiyo nakusii kwa jina la Yesu, tenga muda. Kama bado, tenga muda. Sisi wa Agano Jipya hatujabanwa. Tenga. Ukiamua ni saa 6 usiku ni wewe. Ukiamua ni saa 9 usiku ni wewe. Ukiamua ni saa 4 usiku ni wewe. Ukiamua ni saa 8 mchana, pengine wewe saa 8 mchana ndio kwako kuko huru, ni wewe. Yaani ni wewe tu na Roho Mtakatifu. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Basi hayo ndio mawili tuliyoyaongea, kwamba kuwa na muda maalum wa kuchochea madhabahu na hilo la sadaka iliyo bora na kubwa na bora. Sasa na leo namalizia kile kipengele cha mwisho, kwa sababu nilisema mambo matatu ya muhimu ili madhabahu yako iwe na nguvu ya kutawala. Kwa hili jambo la tatu na la muhimu linasema ubora wa maisha ya kuhani. Haleluya. Unaweza kaandika kwa sababu hicho ni kipya sasa. Ubora wa maisha ya kuhani. Hapo na maana gani? Hakuna madhabahu isiyo na kuhani. Madhabahu isiyo na kuhani itakuwa halali kama ilizunduliwa kihalali, lakini itakuwa haina nguvu wala haifanyi kazi ya kimadhabahu, kwa sababu lazima awepo kuhani wa kuihudumia madhabahu. Tuko pamoja, kanisa la Mungu. Na Mungu kuhakikisha kwamba hata madhabahu yake kule Agano la Kale inahudumiwa vizuri, alitenga kabila la Walawi. Tunawafahamu Walawi? Kanisa la Mungu tunameshasikia Walawi. Mungu alilitenga kabila la Walawi kwamba wao watahudumia madhabahu, ni makuhani. Walawi wote, kabila lote, akasema ni makuhani. Na ndiko alikotoka kuhani mkuu na wengine ni makuhani wa kawaida, lakini limetengwa. Akasema kwa habari kwenda kutafuta vyakula huko sokoni na nini na mashambani huko, muwe na amani. Nyie hamtapata urithi kabisa, mtakula mezani kwa Bwana. Haleluya. Mpaka wachungaji siku hizi tunajipalilia hapo tunasema makuhani tunakula mezani pa Bwana. Makuhani tunakula madhabahuni pa Bwana. Hata wachungaji wengine pengine tumepelea kazi ya Bwana, lakini hapo tunakomelea hapo, tunakula madhabahuni pa Bwana. Ikifika kwenye kula tunasema wachungaji tunakula madhabahuni pa Bwana. Sisi ndio makuhani wa Bwana. Leteni vyakula kwa Bwana. Lakini napofika kwenye kufanya kazi ya ukuhani tunaanza kupelea. Lakini hatuwaambii kwamba tumeshapelea, ila Mungu anaona, anasema wewe unapelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu aliwatenga Walawi wao makuhani.
kwa sababu madhabahu yani ni kama haipo kama haina kuhani. Na hiyo madhabahu yako unaweza kufanya haya yote tuliyosema, kama ukuhani hauna ubora, kama wewe kuhani huihudumii madhabahu, na kama hauihudumii kwa ubora, bado matokeo yatakuwa hafifu. Kwa hiyo ndio maana ya hili neno ubora wa kuhani anayehudumia madhabahu. Kwa hiyo kwa maana hiyo naongea habari ya ubora wako wewe mwenyewe, kwa sababu unahudumia madhabahu yako mwenyewe. Si ndio kanisa la Mungu? Mchungaji yeye anakuwa na zaidi ya hizo, kwa sababu atahudumia na madhabahu ya kanisa na ya kwake mwenyewe. Lakini wewe mwenyewe unayo ya kwako mwenyewe, na kama ni baba mwenye familia unahudumia na madhabahu ya familia yako. Wengine hawajajua kama kuna madhabahu ya familia. Sasa nisiende mbali huko, kwa sababu ikiwa na ya kwako mwenyewe hujaisimamisha, ya familia utaisimamisha kweli? Asimamisha ya kwako kwanza, kisha simama ya familia utaisimamisha. Haleluya. Lakini lazima ujue kwamba kuna madhabahu yako kwa ajili ya maisha yako ya ushindi, lakini pia kuna madhabahu ya familia. Unaposikia familia fulani iko vizuri, inachanja mbuga, kila wachugusa kinanyoka, kila nyoka, wanayo madhabahu ya nuru. Haleluya. Sio hivi. Yaani hamna kubahatisha kwenye ulimwengu wa roho. Lazima kutakuwepo mwenye kichwa cha hiyo familia, kama ni mwanamke, kama ni baba, yuko vizuri kwenye kuhudumia madhabahu. Kwa hiyo hilo nalo lipo. Kuna madhabahu ya eneo lako la biashara. Unaenda ofisini kwako, unakuta mambo mazuri tu mmeshaongea, lakini kila wakishafika watu fulani pale mambo yanayumba, kazi haziendi nini. Unakuta madhabahu ya ofisi yako iko dhaifu pia. Sasa huko tusiende huko, ni kwa hatua za mbele. Halo, ni kwa hatua za mbele. Haleluya. Kwa hiyo ubora wa maisha ya kuhani ni muhimu sana. Tutaenda kuangalia mambo matatu ambayo yanaweza yakaathiri sana ubora wa maisha ya kuhani wa hiyo madhabahu. Ukakuta unatumia muda mrefu kwenye kuhudumia madhabahu, tena maombi ya kina kabisa na machozi juu yake, na umepanga muda maalum kabisa, pengine unaamka tena saa 9 kabisa au saa 8. Yaani unajinyima usingizi, kwa sababu hiyo ni gharama. Wote ambao madhabahu zao wanazihudumia kuanzia saa 6 mpaka labda saa 10 ya alfajiri, kwa kweli hapo wanalipa gharama. Hiyo tusidanganyane. Eti ni kweli sio kweli? Wakati hilo blanketi linavyokuvuta namna hiyo, ukute kuna nakamvua huko nje, kanaje Afrika blanketi kana joto fulani kama limepigiwa mahesabu. Alafu kama ulijiwekea alamu ikalia, kuna mtu mmoja alamu ililia, ile kupambana na haraka akakuta ametumbukiza kwenye maji. Akasema tusisumbuane hapa, mengine tutatatua mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana, unaweza kukamilisha hayo yote, lakini ukakuta ubora wa maisha yako kama kuhani ni mbovu. Kwa hiyo ukakuta hupati yale yaliyokusudiwa. Sasa hebu tukaone mambo matatu ya muhimu ambayo inabidi kama kuhani ujitenge nayo. La kwanza, kujitenga na kuongozwa na mwili. Ujitenge na kuongozwa na mwili kwenye maisha yako. Kataa kuongozwa na mwili. Kwepa kuongozwa na mwili. Mwili usiwe kwa ndio unaokuongoza kwenye maisha yako. Tunaposema mwili kukuongoza, wakati mwingine huwa haieleweki haraka. Usikubali taarifa zinazopokelewa na milango 5 ya fahamu. Wote tunafahamu milango 5 ya fahamu, Sio tulijifunza kule shuleni? Haya. Milango 5 ya fahamu nini? Macho, masikio, sema mdomo, sema kuonja, si ndio Kuonja Alafu kunusa, alafu kuhisi, sawa? Kuhisi au kupapasa, si ndio tulikuwa tunasema kupapasa enzi zetu.
Nyinyi wamewaongezea dau, wamesema ni kuhisi Sawa basi. Vyovyote vile tumeelewana. Imeshafika mitano au bado? Okay. Kwa hiyo taarifa zozote zinazopita kwenye milango mitano zisiamue juu ya hatima ya maisha yako. Zisipingane na taarifa za Mungu. Kama Mungu akisema hivi kwenye neno lake, alafu milango ya fahamu ya kwako ikileta taarifa kinzani na zile ambazo Mungu alisema, piga chini zile taarifa za milango yako mitano ya fahamu. Usimame na zile za Mungu. Haleluya. Usipige chini zile za Mungu ukasimamisha za milango mitano ya fahamu. Sasa swali linakuja, je, zinazoletwa na milango mitano ya fahamu tuseme ni za uongo? Sio lazima ziwe za uongo. Kwa mfano, milango hisia zako zinakuambia kichwa kinauma. Sawa, tulitoko pamoja, natoa tu mfano. Hisia zako zinasema kichwa kinafanya nini? Sasa kutokuongoza na mwili na kuongoza na Mungu hakumaanishi useme hakiumi. Tunaelewana kanisa la Mungu tufundishane vizuri ili tuende vizuri. Ukitaka kusema siongozwi na mwili naongozwa na Mungu, hausemi kwamba hakiumi, wakati hisia zako zinakwambia kabisa kinauma. Tena mpaka umeshika hivi. Jamani, hebu mmoja niongezee pressure upande wa pili. Hebu mwangia maji. Haina maana kwamba unasema hakiumi. Unasema taarifa zinazoletwa na mawasiliano ya mwili wangu ni kwamba kichwa kinauma. Hiyo ndio hali halisi ya sasa hivi. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba ninao uzima wa Kristo. Na kwa ajili ya huu uzima wa Kristo naamuru sasa haya maumivu kwenye kichwa yafanye nini? Yasambae. Tuko pamoja Kwa hiyo hubaki na ile milango mitano ya fahamu kusema kinauma, sasa sijui nitafanyaje. Tena pale anaongeza inasema na kikiuma hivi ni dalili ya pressure, kikiuma tena hivi ni dalili ya kisukari, kikiuma hivi ni dalili, yani na kuunganishia hapo vitu mpaka unakaa hapo chini unasema hapana. Unapambana na hiyo hali kwa kwenda na ufalme wa Mungu. Unasemaje juu ya hiyo hali? Haleluya. Kwa hiyo tusifanye maamuzi kwenye maisha yetu kwa kuongozwa ni milango ile mitano ya fahamu ambayo inatengeneza mambo mbalimbali ya wanadamu ya kuwaongoza. Hiyo ndio inaitwa kuongozwa na mwili, bali uongozwe na roho. Sasa nasema tu mambo ya kujitenga nayo kwanza. Jitenge na kuongozwa na mwili. Tutaenda kuona mistari miwili kwenye Biblia. Iko mingi tu, mengine utasoma kwa kuangalia. Hebu tuende Warumi 8. Warumi mlango wa 8. Tumefika Tumefika watumishi wa Mungu? Sisikii majibu. Okay. Wengine bado wanafungua. Basi hebu pambaneni. Warumi mlango 8. Wengine wameshamsikia mchungaji, kwa hiyo wamekuja na Biblia za karatasi. Nimeshaanza kuona Biblia za karatasi nyingi toka tukubaliane kwamba tuwe nazo. Mpaka na katibu wa kanisa hapa ana Biblia ya karatasi na ya simu iko hapo pembeni. Anaangalia ni ipi itakayokuwa mwafaka wakati anafungua. Hebu tumadhimishe Mungu kwa ajili ya wale ambao wameshaanza kujua kwamba hili jambo ni la muhimu. Na nyinyi ambao hamjachukua hatua, kuna Biblia zenye discount nzuri sana. Mchungaji amefanya mawasiliano, zimepatikana. Anza kuandika tu majina. Yakisha tosha tu zitakuja Biblia nzuri sana. 2020 tu. Chini ya kitenge, chini ya doda. Naamini tumeshafika mstari wa 8. Hebu tuseme kwa pamoja. 1 2 3 go. Amen. Anasema wale waufuatao mwili au wale wanaoongozwa na mwili hawawezi kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo kama kuhani
umeamua kuongozwa na mwili, ujue humpendezi nani? Humpendezi nani? Lakini madhabahu unayotaka kuihudumia, unaihudumia ili uwasiliane na nani? Mungu huyo ambaye humpendezi tena. Umeshaona ugumu wake? Kwa hiyo ndio maana ni muhimu kuhakikisha huongozwi na mwili. Wale waongozwao na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Sasa ukishakaa upande wa kutokumpendeza Mungu, hata ungegaragaza namna gani, hakutatokea kipya. Na Biblia imetueleza sana juu ya mambo haya ya kimwili. Kwa mfano, hebu tufungue Galatia. Haya mambo ya kuongozwa na mwili. Hebu tuende Galatia, na nitaishia hapo kwa upande wa pointi hiyo. Ziko nyingi lakini ningetamani ufanye tu Bible study wewe mwenyewe. Galatia mlango wa 5 tumefika. Amen. Kwa kweli tabini wasubiri wanaofungua za karatasi kwa sababu niliwahamasisha waje nazo. Sasa kama wameshafika nikawa na waacha nyuma, baadaye watarudi na za simu tena. Watasema hawa wanaodonoa wanaenda haraka. Okay, nimeshamuona mmoja, wawili, watatu wa karatasi wamefika. Wa Galatia mlango wa 5 nitaenda kusoma kuanzia mstari wa 19. Anaongea habari ya mambo yanayoonekana kwa wale wanaoongozwa na mwili. Wale wanaokubali kuongozwa na mwili, kuna mambo yanayoonekana hapa, matokeo ya kuongozwa na mwili. Anasema basi, mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Sasa ule mstari wa 21 anasema na mambo. Hebu naomba hapo tusome kwa pamoja. Anakosema na mambo, hebu tuanzie hapo. 1 2 3 go. Haleluya. Nilichotaka tukione hapa ni kwamba usikariri tu haya yaliyoandika, sijui ulevi, uchawi, sijui vitu gani pale. Usikariri hapo kusema jamani matendo ya mwili yako 10 na ngapi ndio haya hapa. Yaani ameona anaanza kajaza Biblia nzima kama anayaandika. Akasema tu kwamba na mambo yanayofanana na hayo. Kwa maana nyingine yako kibao ambayo hajaandikwa hapa. Lakini kama unaongozwa na mwili utayaona tu. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Sasa kitu pengine ambacho nataka tukizingatia, anasema na kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya namna hiyo, wanaongozwa na mwili, mambo ya jinsi hiyo, hawataurithi ufalme wa nani? Hawataurithi ufalme wa nani? Kanisa, hawataurithi ufalme wa nani? Hivi kama wewe ni kuhani haurithi ufalme wa Mungu, hiyo huduma yako ya kuhani ina kazi gani? Yaani unahudumia madhabahu lakini tayari una sifa ya kwamba haurithi ufalme wa Mungu. Kuna haja ya kuhudumia hiyo madhabahu? Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba kuongozwa na mwili ni kitu kibaya. Tumeona vitu viwili. La kwanza, haumpendezi nani? La pili, haurithi ufalme wa Mungu. Yaani hizo sifa mbili tu zimesha kufanya uwe unapoteza muda wako. Kwa hiyo kwa maana hiyo hata madhabahu yenyewe haitaleta nguvu, kwani nguvu zile zinatoka kwenye nini? Kwenye baruti. Jamani, nguvu za madhabahu zinatoka kwenye baruti? Si zinatoka kwenye Mungu mwenye akili, Mungu mwenye hekima. Kwa hiyo mwenyewe aseme kama unaongozwa na mwili hunipendezi, kama unaongozwa na mwili hurithi ufalme wangu, alafu Mungu huyo ufanye maombi ya nguvu kwenye madhabahu, aachilie nguvu zake. Amekuwa sumako, amekuwa baruti inayolipuka tu bila akili. Yeye ni Mungu mwenye akili, anatumia akili zake, anasema huyu ni anaongozwa na mwili, nguvu yangu simpi ngo. Atatumia nguvu yangu kwenda kufanya vitu ambavyo havifai wakati kwanza hanipendezi tayari. Kwa hiyo mwisho wa siku utatumia muda mrefu kwenye madhabahu, utaomba kwa kina na machozi na jasho, lakini nguvu ya madhabahu yako ni ndogo kwa sababu haumpendezi nani? Kanisa la Mungu, haumpendezi nani? Haleluya. Tutaenda kuona pale mwishoni sentence moja tu ya namna ya kumpendeza Mungu ili
ili tusije tukaondoka hapa hatujui cha kufanya. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kujitenga na kuongozwa na mwili. Hilo ni la kwanza, ili uwe na kuhani aliye bora. Jitenge na kuongozwa na mwili. La pili, kujitenga na fikra za kimwili. Ni kama nataka kufanana na ile. Kujitenga na fikra za kimwili. Kujitenga na fikra za kimwili. Hebu tusome Warumi 12:2, alafu tutaenda tena, tutarudi pale. Sijui kama mlikuwa mmeshafika wapi. Okay, twende nitaka tusome hapa Warumi 8 kwanza kama mjatoka pale. Kalanga kama mmeshatoka basi twende 12. Na hapo mtarudi tu hata hivyo. Warumi 12 tumefika. Okay, wengine wanaenda haraka mnawachungia wale wanaoenda polepole. Haleluya. Warumi 12 mstari wa 2 nasoma, anasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hebu sema nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Kwa hiyo anasema tusifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake tusijifananishe na dunia, tusiige mitindo yao, tusiige wanavyokwenda na sisi tukawaiga kwenda nao, tusiige fashion zao, tusitamani mambo yao tukaona kwamba ndio yaliyo bora. Lakini akasema ili tuweze kufanya hivyo, akatupa kitu mbadala cha kufanya. Akasema bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Sasa ili neno nia ni neno fikra. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno nia ni neno fikra. Ni Kiswahili kingine ambacho kinasema fikra. Nyie Wasukuma mnasema mindset. Fikra. Kwa hiyo fikra zinatakiwa zifanywe upya. Kumbuka kabla hujaokoka ulikuwa na fikra ulizotembea nazo huko duniani zikaganda. Shida ya fikra ni mawazo mgando. Fikra, ukitaka kueleza fikra kwa lugha nyingine, ni mawazo mgando. Hebu sema mawazo mgando. Mawazo mgando maana yake hayabadiliki. Yaani ukimwambia anakuelewa, lakini mwisho wa siku anaendelea kule kule kwa sababu yameganda. Lakini anasema kuna nguvu moja inaweza kugeuza, kuyalainisha yakaondoka, ukaweka mgando mwingine mzuri. Anasema ni kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tufanye upya fikra zetu ni kwa neno la Mungu. Maeneo mengine yanaeleza hilo jambo. Alafu la pili, turudi baada wa Warumi 8 sasa. Tuone mstari wa 2 juu ya fikra. Warumi 8 mstari wa 6. Warumi 8 mstari wa 6. Warumi 8 mstari wa 6 anasema, tumefika. Warumi 8 mstari wa 6 neno linasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Sasa hebu nisome Biblia nyingine, kwa sababu unajua ndio hiyo nia nataka tafsiri yake vizuri, kwa sababu hapa Biblia ya kisasa anasema hivi: fikra za mwili huleta kifo, fikira za roho huleta uhai na amani. Tuko pamoja Kwa hiyo tumeona ile nia ya mwili huleta nini? Mauti. Lakini nia ya roho huleta nini? Uzima na nini? Na amani. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Alafu hebu tusome mstari wa 7 kwa pamoja. Mstari wa 7 kwa pamoja. 1 2 3 go. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Haleluya. Amesema kwa kuwa nia ya mwili ina uadui na nini? Dhidi ya Mungu, si ndio Sasa nimesema ni fikra. Kwa hiyo Biblia kisasa anasema hivi: maana mwenye kutawaliwa na fikira za mwili ni adui wa Mungu, haitii sheria ya Mungu wala hawezi kuitii. Haleluya. Kwa
Kwa tunaona kwamba kwa nini tujitenge na fikra za mwili? Fikra za mwili zina uadui juu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo uwezi ukawa na uadui juu ya Mungu na hapa hapo unahudumia madhabahu yake, kwa sababu madhabahu ya Kristo si ndio madhabahu ya Mungu, watumishi wa Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa hayo hizo misari miwili inatuonyesha umuhimu wa kujitenga na fikra za kimwili. Umuhimu wa kujitenga na fikra za kimwili. La tatu na la mwisho la kujitenga nalo, kujitenga na kuipenda dunia na labda kuupenda ulimwengu. Unajua ukisema kupenda dunia kunaanza kuchanganya, kwa sababu unajua dunia ni pamoja na dhahabu yake iliyopo. Yaani uichukie dhahabu kweli wakati Mungu ameshakubariki na dhahabu. Wengine wenye dhahabu wameficha mle ndani, wanangoja waje wauze, wangesema sasa mchungaji amesema tusipende na dunia, na hii dhahabu napeleka wapi? Anasema tusiupende ulimwengu. Tuko pamoja Ingawaje tafsiri nyingine zinatumia neno dunia, lakini usijali. Kwa sababu ulimwengu ni mfumo. Ulimwengu ni huu mfumo ulioko, tamaduni, mila, mapokeo, fashion, style, social media. Hii style zote hizo ndio zinaitwa ulimwengu. Sasa unaambiwa tusiupende ulimwengu. Kanisa, tuko pamoja? Tutaenda kusoma maeneo mawili. Hebu twende kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Mlango wa 2. Tutaenda kusoma tu mistari miwili pale kuanzia mstari wa 15. Haleluya. Naomba tufungue, tunakaribia mwisho, kwa hiyo jitie moyo katika Bwana. Ufungue Biblia yako kumaanisha. Tunakaribia mwisho sasa. Tumefika watumishi wa Kristo. Okay. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 unasema hivi: msipende dunia. Hapa ametumia neno dunia, lakini nafikiri nimeshawaelewesha. Msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Hana maana usipende dhahabu iliyoko katika dunia. Hana maana kwamba usipende maji yaliyoko katika dunia. Ndio ile niliyokuambia ni ulimwengu. Haleluya. Haleluya kanisa, mwe mnaitika basi. Msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa za mwili na tamaa za macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. 17. Naomba msome kwa pamoja 17. 1, 2, 3 go. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Naona sauti imeongezeka, amesoma vizuri. God bless you. Kwa hiyo anasema tuwe makini, ulimwengu unapita. Yaani huu mfumo wote tunaoona unapita pamoja na tamaa zake zote, maana yake vile vitu vinavyotamanika. Bali afanyaye mapenzi ya Mungu, maana yake anayeenda kama Mungu anavyotaka aende. Haipendi dunia, haipendi ulimwengu, anadumu hata milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Sasa haya mambo matatu, kuongozwa na mwili, kufuata fikra za mwili, kuupenda ulimwengu, haya mambo matatu ni mambo ambayo yanamnyang'anya kuhani ubora wa kuwa kuhani. Uwezi ukawa nayo alafu ukawa kuhani bora. Pengine utakuwa bora kuhani, sio kuhani bora. Haleluya kanisa la Mungu. Alafu kumbuka linatuhusu wote, kwa sababu tulisema kila aliyeokoka anayo madhabahu ya Kristo ndani yake, si ndio Na tuliona juzi kwenye somo lililopita kwamba wote tuliookoka tunaitwa makuhani na wafalme. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kwa hiyo hapo ulipo ni kuhani na mfalme. Kwa hiyo hili jambo linakuhusu, linamhusu kila aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tufanyeje tushinde mambo haya matatu? Kusema utaanza kuhesabu, andike ile daftari useme nimeshinda ulafi, nimeshinda ulevi, nimeshinda uchawi, nimeshinda kusema uongo.
Yaani uanze kuandika, hautafanikiwa. Kwa sababu je, ukifika pale alikosema na yanayofanana na hayo, utaandika hapo mangapi? Haleluya. Kuna njia mbadala ambayo ni nyepesi na ni rahisi kwa watoto wa Mungu. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Hii njia inakupa unashinda vyote kwa mpigo. Alafu unakuwa kuhani bora. Na ukuhani wako unazaa matunda. Alafu unatembea na nguvu za kifalme. Unatawala pamoja na Kristo. Na unatembea katika baraka Mungu alizokuitia katika ulimwengu huu. Haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Amen. Kwa sababu kama hauko tayari kutembea na madhabahu yenye nguvu, ni afadhali ulipookoka ungeenda mbinguni moja kwa moja, kwa sababu kule ungekuwa usumbuliwi na ulimwengu huu. Lakini kwa sababu unasumbuliwa na ulimwengu huu, unahitaji utiishe. Utautiishaje kama huna nguvu ya kutiisha? Na nguvu ya kutiisha iko kwenye madhabahu unayotembea nayo. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Hebu wote sasa ushindi hapa. Ushindi, namna kushinda haya, andika, ni kujenga maisha ya ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Kujenga maisha ya kina ya ushirika na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo utashinda. Kujenga maisha ya ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Kujenga maisha ya ushirika wa kina, ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Mmeandika? Mmeandika? Hebu rudia kama nilivyosema. Kujenga nini? 1, 2, 3 go. Kujenga maisha ya ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Amen. Hilo ndio jibu. Hapa pana somo refu sana. Leo nataja tu, lakini kwa huko mbele kuna siku Roho Mtakatifu atatupa kibali tuanze kuongelea ili somo la kujenga ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ushirika wa kina moja utakusaidia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ushirika wa kina wa Roho Mtakatifu utakupa kushinda haya yote tuliyoyataja. Ushirika wa kina na Roho Mtakatifu utakupa kuwa na nguvu ya kuchochea madhabahu yako na ukatembea na nguvu kubwa za madhabahu. Haleluya. Tutaenda kuona mistari miwili tu kwa leo, kwa sababu nitaka upate jibu, alafu upate shauku ya kuanza kusoma neno la Mungu kwenye hilo. Alafu somo hilo litakapofika wakati wake likaja, uwe uko tayari una shauku ya kutosha kutamani kupokea. Hebu twende Galatia. Galatia mlango wa 5. Wa Galatia mlango wa 5. Tunarudi hapo tulitoka hapo, lakini tunarudi mstari mwingine. Mstari wa 16. Wa Galatia mlango wa 5 mstari wa 16. Sasa naelekea mwisho, kwa hiyo natamani kila mmoja awe anafungua Biblia yake. Kila mmoja anafungua Biblia yake, muda bado upo wa kutosha. Na leo inaonekana tunamaliza mapema kuliko siku nyingine, lakini haina sio vibaya, kwa sababu imempendeza Mungu kwamba tumepokea kile alichokusudia leo. Haleluya. Tumefika Wagalatia 5:16. Tumefika. Kwa sababu nimeshasikia mnasoma kwa sauti kubwa, nitaenda kuwaomba tena msome hata kwa hili. Mstari wa 16 tumefika Amen. Naomba sasa tusome kwa pamoja. 1, 2, 3 go. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. 17 go. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo jibu liko mstari ule wa 16, unasema basi nasema, yani nasisitiza, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za nini? Na tamaa za mwili tuliona ziko kwenye matendo ya mwili, si ndio kanisa la Mungu Kwa hiyo na maana ukienenda kwa Roho, mwili hauna nguvu juu yako. Haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Ningetaka hapa anaposema
nasema enendeni kwa roho. Nitaka tuone Kiswahili kizuri kinasemaje, kwa sababu kuna maana nzuri zaidi. Iko mtu akikwambia enenda kwa roho, mwingine ataelewa, mwingine hataelewa vizuri, lakini kuna lugha ikitumika wote tutaelewa. Tuko pamoja Biblia ya Kiswahili anasema hivi, ya Kiswahili cha kisasa anasema, basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya, amen. Anasema mwenendo wenu uongozwe na roho. Ukishaongozwa na roho hamtafuata tena tamaa za kidunia. Kwa hiyo unataka usienende kwa tamaa za kidunia, acha kupambana nazo, hutaziweza. Lenyewe ni litembo likubwa mno, litakumeza. Rudi uongozwe na roho. Roho anaongea hapa ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Ukirudi kuongozwa na roho, kule kutakuwa kama biskuti. Laini kama biskuti, laini kama mkate uliochovya kwenye chai. Wangapi walishachovya mkate kwenye chai? Mimi tayari nikiwa na tena unakuaga mtamu hata kama hauna nini au paka chochote. Alafu chai ukute ni ya maziwa, alafu tumeongezea na kasukari kakapanda juu kidogo. Alafu chovya huko mkate. Unauonaje? Unakuwa mgumu mbele ya hiyo chai. Si unalainika wenyewe tu, unabwagia mwingi tu. Sasa hapa unaambiwa ukiongozwa na roho, yale matamaa ya mwili ambayo ni makubwa kama tembo yanakuwa kama mkate wa kwenye chai. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Na Kiswahili cha neno nimetamani niurudie tena. Kiswahili kingine kinacho cha neno anasema hivi, kwa hiyo nasema nendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Lakini naamini pale kwenye Kiswahili cha kisasa tumemaliza, pameenda vizuri zaidi. Kwa hiyo ni kuongozwa na roho. Huwezi kuongozwa na roho bila kuwa na ushirika wa kina. Ndio hapo tunaposema kuna somo linakuja. Unapokuwa na ushirika wa kina na roho, ndipo ambapo unaongozwa na roho. Ukisema unaongozwa na roho lakini hauna ushirika na wa kina na roho, uwe na uhakika unachokisema ni maneno tu, lakini kwenye utendaji hauongozwi na roho. Unaongozwa na akili zako, unaongozwa na hisia zako, unaongozwa na milango mitano ya fahamu. Kwa sababu unasema, lakini ushirika wako na roho sio wa namna gani? Sio wa kina. Ushirika wako na roho ukiwa wa kina, mnakuwa kitu hiki. Mnakuwa kitu hiki. Kama anavyosema kwenye wa Korintho wa kwanza mlango wa 6:17. Anasema yeye aliyeungwa na Bwana amekuwa roho moja naye. Unakuwa roho moja na Roho Mtakatifu, lakini yeye anakuwa kichwa au unakuwa mwili wake. Haleluya. Hilo nalo ni somo lingine. Yaani mnakuwa pamoja kama Kristo anaposema kwamba anaungana na sisi, anakuwa kichwa na sisi mwili, si ndio Kwa hiyo ukiungana na Roho Mtakatifu kwa kitu kimoja, maana yake mmekuwa roho moja, yeye anakuwa kichwa cha hiyo roho moja na unakuwa mwili wa hiyo roho moja. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Kwa hiyo utakuta ukishafika hapo, mtumishi wa Mungu, hutapambana, hutatoa majasho ili kushinda. Hivi vitu tulivyosema hapa vitalainika vyenyewe kama mkate kwenye chai ya maziwa. Sijui ya rangi, lakini ya maziwa na uhakika nayo. Mstari mwingine tunaenda kumalizia nao. Hebu turudi Warumi. Warumi tumeipendaje leo? Asante Roho Mtakatifu kwa Warumi. Warumi mlango wa 8. Tunarudi pale mlango wa 8, lakini mstari itakuwa mingine. Warumi mlango wa 8 tumefika Tutaendelea kusoma kwa sababu naona mnasoma vizuri, nitaendelea kuwapa tu msome. Mstari wa 12 unasema, basi kama ni hivyo ndugu, tu wa deni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Sisi mwili hautudai. Yaani hatuna deni na mwili. Kwa mwili usije ukakwambia ufuate ukautii kana kwamba unaulipa deni. Sisi hatuna deni na nani? Na mwili. Sasa mstari wa 13 unatuelekeza kitu cha kufanya. Naomba sasa hapa tunaenda kusoma wote kama kanisa. Mstari wa 13, 1 2 3 go. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi.
Haleluya. Amen. Anasema tukitaka kufuata mambo ya mwili, tunataka kufanya nini? Kufa. Kwa lugha nyingine, tukifuata mambo ya mwili tutakufa. Lakini anasema bali kama mkiafisha. Tunafahamu maana ya kufisha eh? Hamfahamu, ngoja tutaenda kwenye mstari mwingine. Tuende kwenye Biblia inayoleta Kiswahili kirahisi zaidi. Nawasomea mstari wa 13 kwenye Biblia ya kisasa ili muelewe ile neno kufisha. Si ndio watumishi wa Mungu Si ndio kanisa la Kristo? Amen. Okay. Unasema hivi, kwa maana kama mkiishi kufuatana na matakwa ya maumbile ya kibinadamu, ndio mambo ya mwili hayo, hakika mtakufa. Yaani hapa ametumia neno gumu zaidi, amesema hakika mtafanya nini? Mtakufa. Lakini kama kwa njia ya roho mnayaua. Hebu sema mnayaua. Mnayaua matendo yenu maovu, basi mtaishi. Hebu tumwadhimishe Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapa tumepata maana ya kufisha ni nini? Kuua. Ua. Hivi ukiua kitu kinaishi tena? Hapana. Matendo haya ya mwili tumeambiwa kazi yetu kwayo ni kuyaua, sio kuyaishi. Haleluya. Amen. Tuko pamoja Amen. Lakini huwezi kuyaua wewe, yana nguvu. Ni kama tembo likubwa. Ukisema unaliua litakumeza. Ametupa silaha ya kuua. Haleluya. Ni silaha gani ya kuua matendo ya mwili? Roho. Kanisa tulikosoma, ni silaha gani ya kuua matendo ya mwili? Wa roho. Roho wa nani? Roho wa Mungu. Unaweza kuelewa kwa nini tukasema kwamba ushirika wa kina na Roho Mtakatifu? Kwa sababu ukiwa na ushirika wa kina na Roho Mtakatifu, yeye ndiye atahusika kuyaua. Kwa taarifa yako, nikwambie siri. Nikwambie kitu kizuri kanisa, tunapoenda kumalizia. Amen. Ukiwa na ushirika wa kina na Roho Mtakatifu, hutamuomba kwamba Roho Mtakatifu naomba uue. Naomba uue ulevi kwangu. Roho Mtakatifu naomba uue wivu kwangu. Roho Mtakatifu naomba uue tamaa mbaya kwangu. Hutamuomba. Unasikia Amen. Hutamuomba. Nini kitatokea? Kwa sababu una ushirika wa kina na yeye. Yeye mwenyewe atafanya inspection. Hebu sema inspection. Inspection. Hebu sema ukaguzi. Ukaguzi. Mnasahau wakati tunaenda shuleni tunapiga mbio. Vipi? Muda wa inspection umefika. Muda wa inspection umefika. Alafu unafika huku tena tunasema tumesahau inspection. Eti inspection si ndio ukaguzi kule shuleni? Unaambia kufanya mikono hivi. Wanakagua nini? Kucha. Haleluya. Amen. Fanya hivi. Wanakagua nini? Meno. Kama wamepiga mswaki. Shule zile nzuri kweli, hata mpaka kupiga mswaki unakaguliwa. Sasa Roho Mtakatifu kama mna ushirika naye wa ndani, anafanya kitu kinaitwa ukaguzi kwenye mwili wako, ukaguzi kwenye nia yako, ukaguzi kwenye fikra zako. Kila anapokuta kitu cha kimwili, akikuta kitu cha kimwili, anakipiga rungu la kichwa. Unashangaa unazidi kuwa mwepesi. Unashangaa mambo ambayo yalikuwa yanakusumbua hayakusumbui tena. Mambo uliyokuwa unayafanya zamani huyafanyi tena. Njia ulizokuwa unaziendea zamani huziendei tena. Maana uliokuwa unaenda kustarehe zamani huendi tena. Hayo yote yamesababishwa na nini? Roho Mtakatifu kapiga rungu mambo ya kimwili ndani yako. Hebu muadhimishe Roho Mtakatifu kama tuko pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Simama pale ulipo.